ashabi rasulillah. Umma huu unaweza kupata nusra, ushindi, ukaweza kuwateteresha Amerika, ukaweza kuwateteresha Israeli na mataifa mengine yanayoleta propaganda kwenye ardhi. Umma huu unaweza ukapata majduha kupitia watu ambao vitabu vyao vimejaa sumu, vimejaa matusi dhidi ya watu bora kwenye ardhi hii, masahaba. Watu ambao akitajwa Abu Bakar Siddiq wanatamani ardhi hii pasuke, wamchimbue ndani ardhi, wamchome visu. Walihadha, na ndio maana mmoja katika makuwadi ashia, mmoja katika viongozi wakubwa wa kishia alioandika kwenye vitabu vyake ya kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia ashiatu al-iraniya wakaweza kuimiliki bara Arabu lote, wakaweza kuingia Makka wal Madina, wakaingia katika mji wa Makka, wakachukua Hajarul Aswad, jiwe jeusi, wakalipeleka Karbala, ardhi ya balaa, wakaipeleka kwenye mji wao wa Karbala. Lakini wakati huo wakaweza kuingia kwenye mji wa Madina, mji aliosikwa ashrafu nasi fi hadha al-ardh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakauchukua mwili wake. Anasema wakiimaliza hii khutwa, mpango huu ukifanikiwa, tukaweza kulihamisha jiwe jeusi pale, tukautoa mwili wa babu yao na Hassan na Hussein, kinachofuata ni imbishash, ni kutoboa na kuchimbua chini, kutoa miili ya masanamu wawili, miili ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na kuifanyia majeraha makubwa sana. Haya ni maneno ya mmoja katika viongozi wa kishiatul iraniya, wale ambao kwenye vifua vya baadhi ya Waislamu wamejaa mapenzi ya kuwapenda kwamba hawa ndio watu wanaomteteresha Amerika, ndio watu wanaomtia hofu Muisraeli asilale. Katika khutwa zao ni hizi, mikakati yao ni hii, kwenda kuutoa jasadun sharif, mwili wa kiumbe mtukufu, mwili wa kiumbe mbora, ambaye nafsi za Waislamu leo hii duniani zinatamani sione hata unywele wake sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaonekana ni mashujaa kwenye ardhi hii, wanautamani waufukue ule mwili na wauhamishe, waupeleke kwenye ardhi ya balaa. Nini unategemea nusra kupitia watu namna hii? Watu wanaohalalisha liwaq, wanahalalisha tendo la ndoa la zina, wanahalalisha ndoa ya zina ya mut'a, wanahalalisha jambo la liwaq, lakini ni watu waliojaa aina mbalimbali za ushirikina. Mnategemea nini kwamba hawa watu ndio walete majdu hadhihi al-umma, utukufu wa Uislamu huu? Ayuha nas, kamwe hautoweza kuja kupitia watu wale, isipokuwa watakaporejea fi kitabillah, wakarejea kwenye kitabu cha Allah, wakajiepusha na matusi yao na wakajiepusha na kuitani dini ya Kiislamu. Dini walionao mashia sio Uislamu. Ashiatu Ithna Ashariya wa Shiatu Ismailia na wengineo, hawa Uislamu walionao sio dini yetu sisi. Hawa wana mila ya kimajusi ya kuabudu moto, wana mifumo walioikusudia kuja kuitawala hii umma, hii ardhi. Hakuna haja ya kuwashabikia watu hawa, kwa sababu hakuna nusra ndani yake. Enyi waja wa Allah subhanahu, lichukua hili swali, liingize kwenye akili yako. Muda wa kuwa Mola wako amekuwekea mipangilio ya kupata nusra, miongoni mwa mipangilio hiyo ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu.